Faisal Salum Feitoto. Kwa mujibu wa taarifa za kiusajili ni kwamba Kaizer Chiefs wametuma ofa kwa Azam kwa ajili ya kupata saini ya Faisal Salum Feitoto aliyejiunga nao kwa msimu ujao. Je, wakati sahihi kwa Faisal kuondoka kwenda kucheza soka nje ya Tanzania au endelee kupambana na soka la Tanzania? Ndicho ambacho tunakizungumza na tunaweka mjadala wetu kwa namna hiyo. GH tumeshuhudia taarifa nyingi kweli ambazo zikieleza kwamba Faisal Salum Feitoto anahitajika sana na kocha Mohamed Nasreddine Nabi, ambaye pia kwenye game moja kati ya game ilikuwa ni game ile ya CRDB, ilikuwa Simba na Singida ligi kuu. Yes, ilikuwa ligi kuu ile. Alikuwepo pia pale KMC Complex, jambo ambalo wadau tukajaribu kusahihisha matukio namna ambavyo yalivyo. Turudi kwenye question mark. Ni wakati sahihi kwa Faisal Salum Feitoto kuondoka kwenda kukipiga soka la kulipwa nje ya Tanzania ama endelee kukomaa hapa nchini Tanzania? Ni muda sahihi wa kijana wetu huyu wa Kitanzania kwenda kujaribu bahati yake sehemu nyingine, na sehemu tajwa kama ulivyozungumza Majanta ni bondeni nchini Afrika Kusini. Na taarifa zilizopo kama question ilivyozungumza ni kweli Kaizer Chiefs wanamhitaji Faisal Salum, na taarifa hizo zinaripoti ya kwamba hata ujio wa kocha Nabi ambao tulimuona katika game ya Simba na Singida, miongoni mwa vitu ambavyo vimesababisha mzee Nabi kufika ni kuja kukutana na wawakilishi wa Faisal na kujaribu kuzungumza na uongozi wa Azam ili kumpata. Lakini pia watu wanaweza kuuliza why alienda katika game ya Simba. Taarifa zinaripoti pia kwamba, kabla sijagusa kwenye question na kuendelea, niunganishie hapo kwamba miongoni mwa wachezaji ambao wanawahitaji pia Nabi, kuna wachezaji wawili kutoka ndani ya Simba, Kibu Dennis Prosper pamoja na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo alipata nafasi ya kuangalia, lakini baada ya hapo kwenda kukutana na wawakilishi wa Faisal pamoja na uongozi wa Azam FC, na katika dili ambalo Azam kidogo wanaonesha kuweka ugumu. Tutakuja kuzungumza siku zijazo tukipata nafasi. Lakini nikirudi katika question, ni muda sahihi wa kijana kuondoka kwenda kujaribu bahati sehemu nyingine. Nina sababu chache. Ya kwanza kabisa ni sababu ya umri. Umri wa Faisal bado unaruhusu, bado yuko sokoni. Nikiangalia profile ya Faisal, kazaliwa mwaka 98, miaka 27, maana yake hata 30 bado hajafika. Kwa hiyo ana uwezo wa kucheza hata miaka 5 mbele katika soka la ushindani. Na hivi sasa duniani vijana ndio wana soko kubwa. Kumbuka Lamine Yamal ana miaka 17 tu tayari ameshakuwa tegemeo la timu ya taifa ya Hispania pamoja na klabu yake ya Barcelona. Maana yake vijana wako sokoni. Kwa soka la Tanzania kiukweli mimi Faisal simdai chochote. Ameshinda karibia kila aina ya kombe ambalo vilabu vingi vinapigania hapa Tanzania. Ligi kuu kandanda Tanzania bara Faisal hana, kashinda na Young Africans. Kombe la FA Tanzania bara analo, kashinda na Young Africans. Kombe la Mapinduzi kashinda na Young Africans. Michuano mikubwa kacheza na Young Africans. Kwa hiyo kwa hapa nchini kiukweli mimi sina ninachomdai. Kwa hiyo kama dili la kwenda Kaizer Chiefs litafanikiwa, litakuwa ni dili moja nzuri sana. Kwa sababu gani Majanta? Ni uhitaji wa mchezaji wenyewe. Yaani Kaizer Chiefs wanamhitaji sana Faisal kuliko pengine watu tunavyofikiria. Mpaka unaona kocha anafunga safari yeye mwenyewe, ni kitu kikubwa sana. Na kama ataenda Kaizer Chiefs ana faida kubwa. Kwa sababu gani? Kocha Nabi amefanya kazi na Faisal Salum. Maanake ubora wa Faisal kocha Nabi anaufahamu vizuri. Na kulingana na ubora huo, maanake uhakika wa kupata namba Faisal akiwa chini ya Nabi utakuwa ni mkubwa kuliko pengine mchezaji yoyote. Na kingine kinachonogesha zaidi ni kwamba Kaizer Chiefs kwa msimu ujao watakwenda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kukosa katika misimu kadhaa kuwakilisha Afrika Kusini kutokana na nafasi ambayo wanashikilia katika ligi. Kwa nini wameipata nafasi hiyo? Wameipata mara baada ya kuibuka mabingwa katika michuano ya Nedbank. Hapa naweza kusema kama vile CRDB ya hapa ndani. Unajua hata sisi mshindi wa hapa CRDB anakwenda kuliwakilisha taifa katika kombe la shirikisho. Kaizer walimfunga Mamelodi Sundowns katika mchezo wa finali, wakaipata hiyo nafasi. Kwa hiyo kama Faisal ataenda, atakwenda kucheza michezo ya kimataifa. Hata angebaki Azam
ataenda kucheza, ila uwezekano wa Azam kufika mbali kwenye kombe la shirikisho ni mdogo kuliko Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa. Kaizer imeshacheza hadi finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo uzito wa jina lake iko sababu nyingine ya Faisal kama ataenda Kaizer Chiefs na atapata nafasi kubwa ni aina ya watu ambao wanacheza katika eneo ambalo Faisal anacheza. Kikawaida Faisal tumemzoea kucheza katika eneo la namba 10. Anacheza nyuma ya striker. Yaani yeye ni kiungo mpishi ambaye anasimama kwa juu ya viungo wale wa chini katika ule mfumo wa 4-2-3-1. Yeye anasimama pale. Nikikitizama kikosi cha Kaizer Chiefs kuna watu ambao Nabi bado kama hajaridhishwa nao ubora wake. Namba 10 wa kutumainiwa Kaizer Chiefs kwa sasa ni Mududuzi Shabalala ambaye huwa anacheza zaidi katika eneo hilo, lakini kuna muda mwingine unamwona Nabi anamtumia mpaka Maccabi Lepo ambaye yeye anatokeaga pembeni au muda mwingine anamsimamisha kama nambari 9. Mududuzi Shabalala nikiangalia takwimu zake katika ligi kuu kandanda Afrika Kusini mpaka sasa Majanta, ni mchezaji ambaye amecheza michezo 28. Katika michezo 28 ana assist 1. Huyo ndio namba 10 ambayo tunategemea amlisha namba 9 wake. Manake nambazi zake ziko down. Haya, muda mwingine anamweka Maccabi Lepo katika michezo 15 ambayo amecheza naye pia ana assist 1. Manake kazi ya kumlisha namba 9 kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs bado majukumu hayafanyiki vizuri. Faisal Salum katika ligi yetu hivi sasa ndio kinara wa assist. Tayari katika michezo aliyocheza ana assist 13. Umeona Nabi kuna kitu anakitafuta. Kwa hiyo naona kabisa akimpata Faisal Salum ataenda kumuongezea kitu. Kwa hiyo jambo ambalo mimi kama ningepata nafasi ya kuwashauri Azam FC, ningewashauri wamwachilie. Azam wanaweka ugumu, taarifa zinasema wao wanataka zaidi ya milioni 600 za Kitanzania. Kaizer wao wanaopti kwamba wapunguzie angalau hata nusu yake, pengine 300, wamruhusu kijana aende akafanye kazi. Faisal wakati anatoka Yanga anaingia Azam alisaini mkataba miaka 3. Mpaka sasa katumikia miaka 2, amebakiwa na mwaka mmoja. Kwa hiyo katika kuvunja bwana wanaomba wapunguzie. Kwa hiyo Azam ungefanya uungwana tu wamwachilie kijana akacheze. You never know. Katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika Kaizer Chiefs wakawa mabingwa. Watu wakamwona Faisal ameperform, akaenda mbali. Hii michuano ilimtoa Fisto Kalala Mayele kama unakumbuka. Alifika finali na Young Africans, msimu ujao Pyramids so amechukua dola Afrika lile kubwa. Na yeye ndio mfungaji bora sasa. Na mfungaji bora. Kwa Faisal ukimwekea watu swala la assist kukupa kuanzia assist 10 ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo mimi wasimcheleweshe.